Kwa ajili ya kusanyika kwenye jambo hili letu ambalo la kheri, ili tupate rehema zake na nguvu zake za kimola, na ili Mwenyezi Mungu atumiminie na atufinike kupitia nafahati zake na ataya zake, na ili atupe yale aliyowapa waja wema waliotangulia. Amin, amin, amin. Muhadhara ulioandaliwa kwa mada ambayo kwamba tujitahidi tuyafanye mwezi wa Ramadhani mambo matatu. Tujitahidi kuyafanya mambo matatu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila kitu ili ufikie lengo na ili ufikie makusudio lazima upite njia zake, na kama haujui njia zake lazima uulize mapito ya kupita ili ufike kwenye lengo na hadafu na ufike pale ulipokusudia. Na sio kila kitu utajua mimi, au sio kila kitu utajua wewe. Kuna vingine mimi nitakuwa sivijui, nitaviuliza, na kuna vingine wewe utakuwa uvijui, utaviuliza. Lakini mafundisho yetu ya sheria ya dini yetu hii aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwalimu wake na mfundishaji ni mmoja tu, ambaye ni sahibul wahyi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wengine wanakuja kuelezea na kufunguka na kusherehesha na kutubainishia jinsi vile walivyoelewa alivyotuambia Mtume. Kila mmoja kiasi cha elimu yake Mungu alivyomfungulia. Kuna aliyefunguliwa kidogo, kuna aliyefunguliwa wakati, kuna aliyefunguliwa zaidi na zaidi, lakini mwenyewe aliyetufundisha na aliyeleta risala, ujumbe kiwasilia ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye ndiye ametufundisha hiyo funda kupitia kwenye Qur'ani, kitabu kitakatifu, na ndiye ambaye kwamba ametufundisha jinsi ya kuifunga hiyo funga kupitia hadithi zake na kinywa chake kitakatifu, na akatutaka tuyafanye mambo ili tufikie kwenye lengo la funga, kwa sababu hata hiyo funga ina makusudio yake. Mwenyezi Mungu ametutaka tufunge, hiyo funga ina makusudio yake, na miongoni mwa makusudio yake na hikma zake, imsakun nafsi an hasisi adatiha wa habsuha an shahawatiha wa man'uha an ma'lufatiha. Haya ni makusudio ya funga: kuizuia nafsi na hisia zake. Nafsi kuna vitu inapenda, nikisema hivyo tumeelewana. Zile hisia ambazo kwamba nafsi inapenda, na nyingi hisia zinazopendwa na nafsi, hisia nyingi chafu mbaya, kwa sababu ndio kawaida na ndio tabia na ndio mfumo wa nafsi ulivyoumbwa. Nafsi inapenda vitu vibaya vibaya, vichafu vichafu. Nafsi inapenda tamaa, nafsi inapenda kudhulumu, nafsi inapenda uchafu, nafsi inapenda
mali haraka haraka. Nafsi inapenda mwenzake aonekane au amuone yuko katika hali mbaya, sio hali nzuri, baadhi tu. Mwenyezi Mungu nafsi zao ndo amezisafisha akazitakasa. Funga miongoni mwa malengo yake kuizuia nafsi na hisia zake zilizokuwa chafu. Sio hivyo tu, kuizuia vile vile nafsi na matamanio mabaya. Ndio hayo tuliyosema, kupenda kuwasema wenzako, kuona maibu ya wenzako ukayatangaza, ni nafsi. Mabaya mabaya ya wenzako kuyasema sema ovyo. Sio hivyo tu, nafsi vile vile kuizuia na vile ambavyo vitu nafsi imezoea. Wa man'uha amma lufatiha, na kuizuia nafsi na vile vitu ambavyo imezoea nafsi, inavipenda vichafu vichafu, vibaya 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 vibaya, kwa sababu kawaida yake nafsi inaamrisha mambo machafu. Hili ndio lengo na ndio hikma na ndio makusudio ya funga, nafsi kuisafisha. Kumbe basi kila mwaka baada ya Ramadhani watu nafsi zao inabidi zisafishwe. Zikisha safishwa unapatikana usafi wa kwenye moyo. Watu tuliyosema machafu machafu na mabaya mabaya yanasafika, yanaondoka, yanayayuka. Yakisha yayuka haya yaliyokuwa ndani ya moyo, haya yakisafika, mtu anakuwa anamwabudu Mungu kupitia kwenye moyo wake. Mtu akimwabudu Mungu kupitia kwenye moyo wake, kwa sababu moyo wake msafi, hauna makorokoro, hauna maradhi, na roho yake mzuri imepambika kiakhlaki kwa kunawirika, kwa kusafika, ile roho na ile nafsi inakubali pawa ya nguvu, pawa ya Mungu. Inapenda mambo ya kheri, inapenda mambo ya ibada, inapenda kumwabudu Mungu. Hapo sasa mtu anakuwa anamwabudu Mungu kisawasawa. Kidhahir anasali, anafunga, anaamka usiku, anaonekana kwa muonekano wa wazi, lakini kwenye nafsi yake vile vile, nafsi yake imesafika, imenawirika, hana bifu na mtu, hana nongwa na mtu, hana chuki na mtu, hana ugomvi na mtu, hana kuwekeana mpaka mwakani, siongee na wewe, ukifa sikuziki, mimi na wewe basi tusongee, kwa sababu nafsi yake imesafika. Kusafika kwa nafsi na dhahiri yake inapambika. Huyu mtu anakuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu batinan wa dhahira, ndani na wazi, na hapo ndo ladha na utamu wa ibada inapatikana. Hilo ndio lengo la funga na ndio hikma za funga. Sasa haya mambo tunayosema, mambo matatu, ili lengo mtu afike huko. Uchamungu, kuna uchamungu wa nje na uchamungu wa ndani. Uchamungu wa ndani kusafika na haya maradhi ya ndani. Uchamungu wa nje kuswali, kusoma Qur'ani, istighfar kwa wingi, usiku kuamka, qiyamul layli, Qur'ani kwa wingi, sadaka kwa wingi, na vyote vina faida na vina manufaa. Sasa saumu lengo lake ni uchamungu, makusudio yake kufika kwenye uchamungu, nafsi isafike. Kusafisha nafsi, funga inasafisha nafsi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, likulli shay'in babun wa babul ibadati as-sawm. Kila kitu kina mlango. Upitie hapa, ukitafuta mali pita hapa, ingia hapa. Ukisoma, ukitaka uwe na akili, ukitaka kujua fani hii, ukitaka hili na hili, ukienda kwenye nyumba ya mtu, ukitaka kukutana na mtu, uweze kukutana na kiongozi hivi, pitia kwa huyu utafika. Na funga nayo ina mlango wake, ibada ina mlango wake. Ili uingie kwenye ibada hasa, mlango wake ni funga, ni maneno ya Mtume Muhammad. Katika mambo matatu, la kwanza
Tunaingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tujue kujihifadhi na kujilinda. Nikisema kujihifadhi na kujilinda, ndo maneno ya Mtume, man sama ramadhana wa arafa hududahu wa tahaffadha ma yanbaghi lahu an yatahaffadha, mtu ambaye kwamba amefunga mwezi wa Ramadhan, wa arafa hududa, nukta hiyo, akajua mipaka, sio amefunga tu, akajua mipaka inayotakiwa yeye, maamrisho yepi, makatazo yepi, ajitahidi awe makini, hii funga inakamilika vipi. Wa arafa hududahu, tena na akajihifadhi, watahaffadha, akajihifadhi akajilinda, mimma yanbaghi lahu an yatahaffadh, kwa vile inavyotakiwa ajihifadhi, kwa alivyofundisha Mtume. Mtume anasema jawabu lake, kaffara ma qablahu, madhambi yako yote yanafutwa. Madhambi uliyoyafanya kabla ya Ramadhani yote yanafutwa, lakini amejihifadhi na akajua mipaka, hili halitakiwi, hili halitakiwi, hili fanya, hili usifanye. Sio kafunga tu basi, kafunga tu, kakaa na njaa tu, hajala chakula, hajanywa maji. Mtume amesema watahaffadha, vile inavyotakiwa ajihifadhi, hasa ma yanbaghi lahu an yatahaffadha, ndio maneno aliyotumia Mtume. Maana yake geuza kinyume chake, kama mipaka yake hajajihifadhi inavyotakiwa kujihifadhi, amna ile kafara ma kabla, hakuna cha kufutiwa madhambi. Utaingia katika Ramadhani kama kharajta nafsu kama dakhalta, ulivyoingia vile vile ndio ulivyotoka hivyo hivyo. Kama matokeo yake unafanya kazi, mwisho wa siku haulipe mshahara. Kwa hiyo huku tunaposikia Ramadhani inafuta madhambi yote yaliyo kabla ya Ramadhani, tunasikia Ramadhani usiku wa Lailatul Qadri sijui unafuta madhambi ya umri mzima. Ramadhani ukifunga si maana wa ihtisaba, hadithi zimekuja hivyo, mtu anasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Ina maana yake lazima ujue mipaka na lazima ujihifadhi. Nukta ya kwanza katika mwezi wa Ramadhani inayotakiwa kwa mtu ajihifadhi, kuwa makini, yani unajiandaa hasa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kujiandaa na Ramadhani, akasema jioni ya kwanza ikifika, idha kana awwalu lailatin min ramadhana nadhara Allahu jamia wa man nadharahu Allahu ilayhi lam yu'adhibhu abada. Riwaya Imam al-Baihaqi. Jioni ya kwanza, jioni maana yake ni kama mwezi 29, jioni ya kwanza kabla ya Ramadhani. Ile jioni ikifika saa 12 au ikifika saa 12:30, jitahidi uwe msikitini. Kwa nini? Jioni ile kuna maandalizi. Nadhara Allahu ilayhim jamia, nadhara Allahu jamia, Mungu anawaangalia waja wake. Ile jioni isikukute upo katika sehemu ya mpira, isikukute upo sehemu ya baa, isikukute upo sehemu ya haramu, sehemu ambazo la khalaqa lahu la hadha lahu la nasiba la, hazina thamani wala hazikuongezei ukaribu wako na Mungu. Mtume akasema ikifika jioni basi umekosa msikitini, nyumbani kwako uwepo. Ili mwezi unaandama na wewe uko sehemu nzuri, msikitini au madarasani au nyumbani kwako. Ukifanya hivyo Mwenyezi Mungu anakupa nadhara lake, anakuangalia. Ndio maneno ya Mtume, wa man nadharahu Allahu lam yu'adhibhu abada, atakayeangaliwa na Mungu, Mungu akikuangalia hakuadhibu milele ngo. Akikupa jicho lake na nadhara lake analolijua yeye, ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira, kwa namna yake na kwa sampuli yake, jicho analolijua yeye kwake yeye, hakuadhibu tena ngo. Lakini yeye inapatikana wapi hiyo ofa? Jioni mwezi 29, jioni saa 12 au 12:30, kuwa nyumbani kwako au kuwa msikitini au madarasani, usubiri nadharati la Mungu ili Mungu akuangalie. Hadithi alipokea Imam al-Baihaqi sahih.
waman nadharahu Allahu lam yu'adhibhu abada, Mungu akimwangalia mja wake hamwadhibu ngo. Dunia na vilivyokuwa ndani ya dunia, dunia na vilivyokuwa ndani ya dunia, Mungu hajaviangalia ngo, hana muda navyo. Dunia na ukubwa wake na lesi yetu na harakati zetu na taharuki zetu na fadhaa zetu na mishughuliko yetu na vilivyokuwa ndani ya dunia na vya starehe na vya neema, Mungu hajaviangalia ngo, na wala hana muda navyo. Vya nini? Vina nini? Lakini anakuja kumwangalia mja wake jioni ile mwezi wa Ramadhani pale unapokuwa unaandama, na akikuangalia hakuadhibu. Hii kuonesha ni maandalizi ya kutaka wewe kujihifadhi kwa Mungu. Kwani unataka uwe karibu na Mungu? Kwani mimi nataka nipate power zinazopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani? Kwani mimi nataka Mungu aniangalie kwa rehema? Kwani nataka mimi Mungu aniangalie, anifungulie mambo yangu? Kwani mimi namtaka Mungu aniangalie, iwe sababu ya huku kuangaliwa niwe katika waja wake wa karibu sana Mwenyezi Mungu. Kujihifadhi, kujihifadhi, kujilinda. Ukishaingia mwezi wa Ramadhani, kuhifadhi mdomo wako, kujilinda. Yani kuwa mbakhili katika mazungumzo yako, katika maongezi yako. Unaongea nini? Unazungumza nini? Mata taskut, mata tatakallam. Muda gani unaongea, muda gani unanyamaza? Nini unasikiliza? Nani unaongea naye? Na hicho unachokiongea unapata nini? Na hicho unachokisikiliza unapata nini? Isiwe kitu kidogo ikawa sababu ya Mungu funga yako akaipiga X. Kujilinda na kujihifadhi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kujihifadhi kivipi? Hifadhi jicho lako, usiangalie kitu cha haramu. Hifadhi masikio yako, usisikilize mambo ya haramu. Hifadhi mdomo wako, unatamka nini? Usipende kuzungumza pumba pumba, laghau. Wala usitaki kuonekana unajua sana kuongea kwenye vijiwe, kwenye maskani. Mdomo soma Qur'ani, mdomo mswalie Mtume Muhammad, mdomo lete istighfari kwa wingi, mdomo lete dhikri ya Mungu, mdomo lete hamdi, tahmidi, kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mguu wako angalia unaenda wapi, mkono wako angalia unachukua kitu gani. Jitahidi iftari unayofuturu iwe ya halali, isiwe ya haramu. Kujihifadhi kwa namna yote. Ukizungumza unazungumza nini? Neno moja, kusikiliza kwako, kuangalia kwako, usije kukaharibu funga yako. Inna saimina yakhrujuna min quburihim yu'rafuna birihi afwahihim. Ndio maneno ya Mtume Muhammad. Inna saimina yakhrujuna min quburihim yu'rafuna birihi afwahihim. Waliofunga mpaka siku ya Kiyama, baada ya watu wanapotoka makaburini, chati yao, nafasi yao ipo. Watu wanatoka makaburini, kila mtu kafadhaika, lakini mwenye funga anajulikana. Wanatoka katika makaburi yao wakiwa wanajulikana. Kwa nini? Birihi afwahihim, kwa sababu ya harufu zile za ndimi zao. Ndimi zao zinanukia, ndimi zinanukia. Fa inna riha afwahihim atyabu min rihi almisk. Lisami farhatani idha aftara fariha bifitrihi wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Unapofuturu unafurahi, unataka kuja kukutana Mungu wako utafurahi, lakini lengo ni kwamba linda kinywa chako. Kumbe mpaka kulinda kinywa chako utakupelekea siku ya Kiyama ukifufuliwa, huyu alikuwa anafunga huyu. Watu watasikia harufu ile inanukia mzuri zaidi kuliko harufu ya miski. Funga yake ilikuwa ya maana, funga yake ilikuwa ya dhati, funga yake ilikuwa ya ukweli. Kwa hiyo jambo la kwanza katika mambo, tujihifadhi, tujilinde. Isiwe Ramadhani ya mwimbo. Kila mwaka Ramadhani, kila mwaka Ramadhani, Ramadhani baada ya Ramadhani ile ile, mbona tubadiliki? Ipo vile vile tu. Kwani Mungu usipo na anawapa watu? Hazina zake si zipo, ofa zake si zipo, wala haziishi, habagui, wala haangalii rangi, wala sio bakhili. Yupo yule yule
alowapa hao waliowapa waliotangulia tunaosema waja wema hao, Mwenyezi Mungu anaendelea kutoa, isipokuwa ukweli unakosekana. Ukweli sio mkweli. Ndio ucha Mungu tunaotaka kutengeneza nafsi zetu na kujipanga. Moja ya kujipanga kufunga mwezi wa Ramadhani, katika moja ya aina ya kujipanga kwake kufunga mwezi wa Ramadhani, tujihifadhi na viungo vyetu. Usiwe mtu wa kutaka shari, mtu wa maugomvi, kuwa mtu wa kujilinda, kujihifadhi. Ndio kujihifadhi huko kote, kwa sababu asiyamu junna, ikulinde. Hili ni katika jambo la kwanza. Jambo la pili, jambo lolote la kheri unalolijua kuwa na pupa nalo. Inawezekana Mwenyezi Mungu kupitia iko kheri kidogo ulichokidharau, ndio Mungu hapo hapo akakuangalia akakuonea huruma, wala asiangalie ile kubwa hiyo. Jambo lolote la kheri jitahidi kuwa na pupa nalo kulifanya, na ndiyo Mtume Muhammad alikuwa akiwaambia maswahaba kila mwezi wa Ramadhani unapoandama, kauli yake mbiu ilikuwa ndio hiyo. Kila mwezi wa Ramadhani unapoandama, kauli yake mbiu lazima airudie, anaikumbusha, man taqarraba fihi bi khaslatin min khisali alkhairi kana kaman adda alfaridata fima siwa wa man adda faridatan kana kaman adda 70 faridatan. Ndio maneno yake. Wa huwa shahru sabri wa sabru thawabuhu aljannatu wa huwa shahru almuwasati wa huwa shahru yuzadu fihi rizqu almu'min. Riwaya ya Ibn Khuzaima mpaka mwisho wa hadithi. Kwa nini alikuwa anawakumbusha haya maneno? Yani kila ikiingia Ramadhani haya maneno anayasema kama kauli mbiu. Kwa nini? Wayashike na wayakamate. Mwaka jana umeyasema Mtume, mwaka juzi umeyasema, ndio mujue umuhimu, kwa sababu kitu kinaporudiwa na kinapoingia katika dhihni, koro lako, bongo lako, na wewe unapata kujua, unapata kukumbuka, usije ukasahau. Man taqarraba fihi bi khaslatin, atakayejisogeza kwa Mungu kwa jambo moja tu, bi khaslatin, moja tu, tena wala halina ukubwa, khaslatin min khisali alkhairi, katika mambo ya khairi, kana kaman addal faridata fima siwa, sababu zake wewe unakuwa kama vile umesali swala ya fardhi katika masiku ya kawaida. Bana, muda wa swala tuenzetu msikitini bana, jambo la kheri dogo, neno zuri mwambie Muislamu mwenzako. Bana, mpaka sasa unaenda kuswali unachezea draft tu zuna bana, mpira bana, unatoa swala nje wakati bana. Jambo la kheri wala halina uzito, unaumia nini ukilibeba? Halina uzito. Imekuta hata njiani kuna jiwe, hata kuna chuma, hata kuna bati, ukachukua ukaweka pembeni, jambo la kheri. Lolote la kheri wewe inakuwa hukumu yake kama vile umeswali swala ya faradhi. Haya, na atakayeswali swala ya faradhi, waman adda alfaridata kana kaman adda 70 faridatan, adhuhuri yako moja ukiswali kama umeswali adhuhuri 70. Waman adda faridatan kana kaman adda 70 faridatan, adhuhuri moja sawasawa na umeswali adhuhuri 70. La asri moja sawasawa na umeswali la asri 70. Magharibi moja sawasawa na umeswali magharibi 70. Sasa hauswali jamaa, unataka nini? Unaenda wapi? Nini kitakachokufanya uswali jamaa? Kitu gani? Adhuhuri moja ya jamaa sawasawa na adhuhuri 70, au alasiri au magharibi. Halafu muda wa swala unakupita, unaswali swala peke yako hivi hivi tu, labda kama kuna udhu hivi hivi tu. Hapo inaonekana kwamba alama ya ukweli hakuna. Sasa hapo ndio utajua ukweli, kwa sababu aliyekuwa mkweli atajikita na atajitahidi yale mambo ya khairati ayafanye, na alama zitaonekana baada ya hiyo Ramadhani kuondoka. Jambo la pili, usidharau jambo lolote la kheri, kwa sababu jambo la kheri ndani ya mwezi wa Ramadhani linakuwa linaongezeka adhaafan mudhaafa.
kuamka usiku, wewe kama wewe tena, hiyo ndio kheri kabisa. Kusoma Qur'ani, sikwambii hizo ndo kabisa. Kukusanyika na wenzako, sunna, mkala pamoja, sunna ni kheri hiyo. Kufuturu pamoja ni kheri hiyo. Kula peke yako sio haram, lakini sio sunna. Kufuturu pamoja, kula pamoja, sunna. Taamu al-ithnaini kafi thalatha wa taamu thalatha kafi al-arba'a, ndio maneno ya Mtume, sunna. Chakula cha wawili basi watatu, chakula cha watatu basi wanne, chakula cha mmoja basi wawili. Anatufundisha sunna, watu kula pamoja ndio baraka inapatikana. Yani sunna ile usidharau kabisa. Kuna sunna kabla al-asri, swali. Mtume anakuambia dua, rahimallahu mar'an salla arba'an qabla al-asri. Usema lakini mwenyewe Mtume hajaswali bana. Hajaswali vipi? Amekwambia swali na amekwambia dua. Sema kwambia swali. Hajaswali, pengine labda ameona uzito. Yeye akiswali isije baadaye ikawa shida akakwambia sunna na kwenye huruma ikawa ni uzito kwa kweli kuitekeleza. Lakini sema kwambia rahimallahu mar'an salla arba'an qabla al-asri. Mtume anakuambia dua, Mungu amuone huruma mtu ambaye ameswali raka 4 kabla al-asr. Swali. Mtume hajaswali kabla al-maghrib, sawa, lakini amemwambia dua atakayeswali, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi, sallu rak'atayn qabla al-maghrib. Wa qala fi thalithati liman sha'a, swalini raka 2 kabla ya swala ya magharibi. Si maneno ya Mtume. Kabla kujaswaliwa swala ya magharibi, ikisha adhini wa adhana kama mlivyoona leo kwa msikitini, swalini raka 2. Mara ya kwanza swalini raka 2 kabla ya maghrib, mara ya pili swalini raka 2 kabla ya maghrib, mara ya tatu akasema haya liman shaa, anayetaka, sio lazima. Na ndio maana kuna wengine hawaswali, wakisha adhini magharibi moja kwa moja wanaswali, lakini wanaoswali Mtume kasisitiza waswali kabla ya maghrib. Sasa unaposema hajaswali sikasema tuswali, sasa unataka kufanya nini? Kasema hajaswali, maana yake ametuonea huruma, isije ikaonekana ikawa faradhi baadaye mkashindwa kufanya hizo. Kabilia kabla ya dhuhuri, kabla ya fajr ni shida, akiongezea hizo nyingine. Kwa jambo lolote la kheri unaloliona wewe ndani ya mwezi wa Ramadhani, jitahidi kulifanya. Katika mambo ya kheri sio kufanya na kuacha vile vile. Unaliona jambo hili la shari, liache. Ni kheri tena, sadaka kubwa hiyo. Ukajizuia na shari, ukajizuia na uovu, kumtukana mtu, kumsema vibaya mtu, kheri kubwa hiyo na sadaka kubwa hiyo, kwa sababu isije kukuharibia Qur'ani yako unayosoma. Si unasoma Qur'ani usiku mwezi wa Ramadhani, si unasoma Qur'ani mchana, si unaleta dhikri. Sasa jizuie na shari, isije hii shari unayofanya kwa watu baadaye ikamega thawabu zako. Fanya kheri, jizuie na shari. Kwenye simu yako angalia unaangalia nini. Kwenye simu yako angalia una korokoro gani unayotazama. Usiharibu funga yako, ukajizuia. Uenda Mungu rehema zake, uenda Mungu kwa huruma yake, baada ya mwezi wa Ramadhani Mungu akakupa nuru, akakupa nguvu, ukasafika hayo mambo ukayachukia. Au na mimi nikayachukia kama ndo kazi yangu kuyafanya. Mambo ya kheri, usidharau jambo lolote la kheri, kwa sababu mwezi wa Ramadhani kila jambo lako unalolifanya la kheri linaongezewa daraja. Ndio maana Mtume akatuambia kwenye hadithi tuliyosoma hii aliyopokea Ibn Khuzaima na ameisahihisha sahihi, ukijikurubisha kwake yeye Mungu kwa jambo lolote, kama mtu ameswali sala ya fardhi na atakaye sala ya fardhi anakuwa kama vile ameswali sala 70 za faradhi. Baadaye akasema mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa subira, wa huwa shahru sabri, mwezi wa subira. Kwa nini? Unaacha kula, unaacha kunywa, unaacha kuzungumza maneno, unajizuia, unaacha vijiwe, unaacha matamanio mabaya ya kibaradhuli, ya kifedhuli. Haya mengine madogo madogo, makando ndio yanasumbua ambayo yaliyojaa kwenye nafsi za watu, akina mipira, akina nini. Hii ndio shida hii. Muda mwingine ndio anaharibu somo haya. Zigo moja la tusi, mtoka na huyu, mbona jumani kwako umekasirika, vitu havina faida yoyote.
Kujizuia navyo kule nako ni subira. Ile subira unayovumilia kuacha kula na kuacha mambo maovu, Mungu anakuandikia thawabu. Mwezi ambao kwamba Mtume akasema riziki ya muumini yuzadu fihi rizqu almu'min, shahrun awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira. Hadithi imeendelea hivyo, wa akhiruhu itqun minan nar. 10 la kwanza rehema, 10 la pili msamaha, 10 la tatu kuachwa huru na moto. Jambo la pili, tusidharau kheri yoyote na tutie nia, mimi nitafanya kheri hii na kheri hii na kheri hii na kheri hii. Yani tia ile nia, tia nia, mimi Ramadhani ikishaingia nitaswali jamaa sala zote, lakini uwe mkweli. Tia nia, mimi Ramadhani ikiingia nitaswali zile sunna zote zile ambazo Mtume alikuwa haziachi, muakkadat zote 10 zile nitaziswali, na uwe mkweli. Tia nia, mimi Ramadhani ikishaingia ndani ya mwezi wa Ramadhani nitajitahidi adhuhuri na alasiri hapa kati nitakuwa nakaa itikafu, lakini uwe mkweli. Mwenyezi Mungu atakulipa kwa matendo yako na atakulipa kwa nia yako, kwa sababu nia nayo ni sehemu katika ibada. An-niyatu manatu aljazai, nia ni sehemu ya malipo. Ndio maana Mtume akasema kwenye hadithi maarufu, man nawa an yaquma min al-layli fayusallia faghalabathu ainuhu hatta yusbiha kataba Allahu lahu ma nawa wa kana naumuhu alayhi sadaqatun min rabbih. Hadithi hiyo, mtu ambaye ametia nia, mimi nitaamka usiku ni swali, katia nia. Mfano leo unatia nia, mimi leo usiku nitaamka nilie na Mungu, nimwombe Mungu, nimbembeleze Mungu, nidhalilike kwa Mungu. Ametia hiyo nia, lakini baadaye usingizi ukamshika akalala, akaja kuamka alfajiri kunaadhiniwa, faghalabatuhu ainuhu kutiba lahu ma nawa. Sawabu zile za kuamka usiku ulizotia nia utaandikiwa. Lakini sio sema mimi natia nia alafu nalala saa 8 saa 7 unaenda kula mipira kwenye mabanda, kwenye sehemu za kubeti. Wewe hapo una nia, kwa sababu kama una nia kwanza utajiandaa, utalala mapema, utajiandaa mapema, utakula kiasi. Ni miongoni mwa mifumo, ni miongoni mwa hadafu kuonesha kweli una jambo. Utakula kiasi, utalala mapema ili niamke usiku, vitu vitakavyokusaidia, vitu kwa mfano wake, vitu kama hivyo. Usingizi unakuja kuamka adhani na adhiniwa alfajiri. Mtume anasema hivi, utalipwa umeamka usiku na thawabu unaandikiwa, kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatun alayhi min rabbih. Na ule usingizi je, Mwenyezi Mungu ule usingizi amekupa sadaka. Angalia alivyokuwa mkarimu Mungu, anakuandikia thawabu za usiku ulizonuia na usingizi wako nimekupa sadaka, mja wangu. Kwa hiyo na kule kutia nia nako kunatakikana tutie nia. Jambo la tatu na la mwisho baada ya mawili, tusikimbie tarawih. La mwisho, tarawih tusikimbie. Wengine wanaswali tarawih wanaanza huko mwanzo 1 2 3 4 5 6 7 8 kidogo kidogo 9 ifika 10, huyo anaondoka zake, kakimbia msikiti. 11 12 13 14 15 wa sikukuu wa barabarani wa Kariakoo, misikiti meupe. Yani ile tarawih yenyewe, tarawih inaitwa tarawih Kiarabu, maana yake ni starehe. Neno tarawih maana yake ni starehe. Kwa nini inaitwa tarawih? Kwa nini inaitwa tarawih? Na kwa nini inaitwa starehe? Tarawih ni Kiarabu, fasiri yake maana yake starehe. Mtume aliposwali sallallahu alaihi wasallam katika sahihi al-Bukhari, Mtume aliswali usiku wa kwanza. Asubuhi watu walipoamka wakawa wanazungumza gumzo, swala mzuri, tumeipenda maswahaba, kwa sababu wakati ule zama zile watu wanapenda mambo ya kheri. Jambo la kheri ndio gumzo, tofauti na wakati wetu. Fanya jambo la shari, ovu, baya ndio litakuwa gumzo.
piga makelele na kheri yako, wala hakuna gumzo. Lakini fanya jambo moja la ajabu la kituko, utaona gumzo itakayopatikana ulimwenguni. Sasa ilipoanzishwa tarawih, mtume aliposwali ni sahihi, haiitwi tarawih sahihi. Alipokuwa ameswali mtume asubuhi, maswahaba ikawa gumzo kwao, hii swala mzuri, inavutia, iko hivi na hivi na hivi. Siku ya pili mtume akaiswali tena, maswahaba wakajaa zaidi kuliko siku ya kwanza. Asubuhi gumzo tena. Siku ya tatu mtume akaipiga tena, kama kawaida, asubuhi gumzo tena. Kuna riwaya imekuja aliswali mtume siku 3, siku ya 4 hajaswali. Na kuna riwaya imekuja mtume alisali siku 2, siku ya 3 hajaswali. Riwaya Imam al-Bukhari, hadithi kaangalia utaikuta. Ilipofika kwenye ule usiku, asubuhi siku ya 4, mtume alipomaliza kuswali swala ya fajr akaogokea watu. Falamma qada al-fajr aqbala ala an-nasi wa qala qad ra'aytu alladhi sana'tum wa inni khashaytu an tufrada alaykum. Ndio maneno aliyowaambia, nimeona mlilofanya na mmeipenda hii swala, najua mmeipenda hii swala, lakini mimi sitaki kuiswali tena, naogopa isije ikafaradhishiwa na Mungu. Angalia huruma ya Mtume Muhammad. Naogopa hii swala isije ikawa faradhi, ikiwa faradhi mimi mtashindwa kuswali. Mtume akaacha. Kwa nini imeitwa tarawehe? Bado jibu hatujalipata. Wakati wa Sayyidina Abu Bakar Siddiq al-Akbar radiyallahu anhu, vile vile tarawehe ikawa inaswaliwa, kila mtu anaswali majumbani kwake. Riwaya ndio imekuja hivi katika vitabu tofauti, Tashihul Mustafidina kwenye Murshid al-Awamir. Tarawehe ilikuwa inaswaliwa, lakini kila mtu anaswali nyumbani kwake, kwa sababu ilikuwa haijarudishwa kwenye misikiti. Wakati wa Abu Bakar na mwanzoni fi sadri Umar, katika mwanzoni wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, lakini baadaye Sayyidina Umar ibn al-Khattab akairudisha tarawih misikitini. Kwa nini imeitwa tarawih? Alipoirudisha misikitini tarawih ikawa tarawih, yeye alivyoileta sasa ndo rakaa 20 kwa salamu 10. Hadithi kwenye Sahihi al-Bukhari. Hii sio ya Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar katika baadhi ya vitabu, Tarshih al-Mustafidina na vitabu vingine. Aliporudisha akarudisha tarawih rakaa 20 kwa salamu 10 mbili. Imeitwa tarawih kwa sababu walikuwa kila baada ya rakaa 4 wanapumzika. Ndio maana ya tarawih, kustarehe, kuenjoy. Kwa sababu rakaa walikuwa wanarefusha ndefu. Sasa kila baada ya rakaa 4 wanapumzika. Kuna baadhi ya mapokezi walikuwa wanapumzika, wanaenda kutufu, baadhi ya mapokezi. Lakini kauli sahihi, kila baada ya rakaa 4 walikuwa wanapumzika. Halafu baada hapo wanaenda kuswali. Piga rakaa 4 wanaenda wanapumzika. Wanaenda kuswali, wanapumzika. Mfumo huu ukaendelea wa rakaa 20 mpaka kwa Sayyidina Uthmani. Sayyidina Uthmani mwisho wake akasema maneno yake maarufu, nawwara Allahu qabra Umara kama nawwara masajidana. Akamwombea dua Sayyidina Umar, Mungu atoe nuru kaburi la Sayyidina Umar kama Sayyidina Umar alivyotia nuru misikiti yetu. Watu wamerudi misikitini wanaswali tarawih. Sayyidina Umar akamweka imamu wa wanaume Ubay ibn Ka'b awaswalishe. Sayyidina Umar akamweka imamu wa wanawake Sulaiman ibn Hatba. Tarawih rakaa 20. Kazidisha nani? Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Iqtadu billadhaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Hadithi ya Imam Tirmidhi. Wafateni wawili hawa. Jitahidini sana kuwafuata hawa wawili. Mtume anasema, iqtadu billadhaini min ba'di. Jitahidini sana kuwafuata hawa wawili baada yangu. Sayyidina Abu Bakar na Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Katika hadithi ya Imam Tirmidhi. Riwaya Binain, kuna riwaya nyingine Mtume anasema hivi, satahdithu ba'di ashya'un wa ahabbuha an talzamahu ma hadatha Umar.
yatazuka mimi nikifa mambo mengi sana, mambo mengi yatazuka mimi nikifa, lakini ninayoyapenda wewe ujilazimishe uyafate yale atakayozusha Saidina Umar ibn al-Khattab. Riwaya ya Abi Naim, hadithi sahihi. Tarawih akaweka rakaa 20. Sasa msikimbie tarawih. Aliposema Mtume, kwa maana ya kwamba inna Allaha kataba siyama Ramadhana wa sanantu lakum qiyamahu, hadithi ya Mtume. Mwenyezi Mungu amelazimisha mimi mfunge Ramadhani, wa sanantu lakum qiyamahu, na mimi nimeweka sunna kisimamo cha Ramadhani. Kisimamo gani alichoweka Mtume sunna? Imamu Nawawi amesema kisimamo ni tarawih, swala ile alianzisha, ndio kauli Imamu Nawawi, wa sanantu lakum qiyamahu, na mimi Muhammad nimefanya sunna kisimamo cha tarawih. Faman samahu wa qamahu, mtu atakayefunga Ramadhani na akafata sunna mimi niliyoisema ya kuswali ile tarawih, kharaja min dhunubihi ka yauma waladatuhu ummuhu, anatoka kwenye madhambi yake anakuwa mweupe kama siku aliyomzaa mama yake. Maana yake ukiswali tarawih peke yake, tarawih ukakamilisha, Imamu Nawawi amesema hii ofa gani? Riwaya nyingine, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Atakayesimama mwezi wa Ramadhani, Imamu Nawawi akasema almuradu bilqiyami salatu tarawih. Atakayesimama mwezi wa Ramadhani, sio kuamka saa 7 saa 8, ule mzuri unasimama hujakataza, lakini Imamu Nawawi amesema makusudio ya hadithi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, atakayesimama mwezi wa Ramadhani aliyakuwa na imani na anataraji malipo kwa Mungu, anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia yote, ma taqaddama min dhambi. Riwaya nyingine, wa ma ta'akhkhara, na yale yatakayokuja baadaye. Nini maana ya hii hadithi man qama Ramadhan? Ni swala ya tarawih kwa mujibu wa maneno ya Imamu Nawawi. Kumbe unaposwali swala ya tarawih uikamilishe siku 29 au siku 30, dhambi zako umepata donge nono aliyosema Mtume, dhambi zako zote zimefutwa. Sasa kwa nini ukimbie? Ukiswali 8 haya swali, hujakatazwa, umemfuata Mtume wako Muhammad swali. Na ukiswali 20 swali, wala usiwakataze watu ziada, wala haidhuru wala tadhuru ziada, lakini kamilisha kuswali siku 29 au 30 ili upate donge nono la kusamehewa dhambi zako zote. Unasamehewa zote. Sasa hutaki kusamehewa dhambi, unaacha kuswali tarawih, unaenda wapi? Wewe unaswali tarawih unaacha kuswali, au unaswali baadhi, unaenda wapi? Hebu jiulize kwanza. Kama sio kwenda maskani, unaenda wapi? Kama sio kwenda kwenye vijio, unaenda wapi? Kama sio kwenye mipira, unapokwenda, yani muda ule wewe unafanya nini? Haya mambo matatu tuyafanyie kazi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika wale ambao kwamba wanaozungumza maneno kiikhlasi, na Mwenyezi Mungu ajalie katika wale ambao kwamba maneno yao yanatoka yakiwa yana athar. Mwenyezi Mungu atujalie katika wale ambao kwamba maneno yao yanatoka ndani ya moyo, yanaingia ndani ya moyo, na Mwenyezi Mungu ajalie katika wale ambao kwamba wanasikiliza maneno na wanayafata yale yaliyokuwa mazuri. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.